Kwa wale ambao mnafuga kuku wa mayai, wawe hawa layers original kabisa kama unaowaona, wawe chotara, wawe wa kienyeji. Kama mnapata matatizo mbalimbali, mnisikilize vizuri. Nina huu hapa mchanganyo. Hapa kuna haya majani, haya hapa ni majani ya cabbage, haya ambayo ninakuonyesha hapa. Lakini pia tuna haya hapa maganda ya ndizi. Haya hapa unayoyaona, hizi ni ndizi mbivu, zile ambazo zimeiva. Ukila ndizi maganda usitupe. Lakini pia kuna hili hapa, hili ni jani la aloe vera. Hili jani unaloliona hapa, hili ni la aloe vera, liwe la kisasa au lile la kienyeji unalitumia. Lakini pia tuna hii mboga ya kawaida kabisa ambayo mara nyingi sana huwa tunaitumia. Hii ni Chinese, hii mboga. Huu mchanganyo ambao ninatengeneza hapa una manufaa makubwa sana kwa wafugaji ambao wanafuga kuku kwa ajili ya mayai au kwa ajili ya utagaji, lakini pia wanakutana na matatizo mbalimbali. Kwa hiyo leo nitawaelekeza namna ambavyo unaweza ukaandaa huu mchanganyo, lakini pia huu mchanganyo utabadilisha vitu gani. Umeona? Sasa huu mchanganyo unaweza ukaublend au ukautwanga kama hivyo ambavyo unaona tunafanya. Nitarudi hapa nitakwambia kiasi ambacho unaweza ukachanganyia. Lakini kabla ya yote niwakumbushe kwamba sisi KingoFarm tunatoa elimu ya ufugaji kupitia makundi ya WhatsApp, group la WhatsApp. Ukiwasiliana na KingoFarm tutakuunga kwenye kundi letu la WhatsApp, kisha tutakupa elimu safi kabisa, jinsi ya ufugaji, jinsi ya kulea vifaranga tokea wakiwa wadogo mpaka wanakuwa wakubwa. Ada yake ni shilingi 8,000. Ukilipa hii 8,000 ni ada ya muda wa miezi miwili. Lakini pia tunavyo vitabu. Vitabu hivi vimewasaidia wafugaji wengi sana, wafugaji wa broiler. Kwa wale ambao mnafuga broiler, huo ni mwongozo safi kabisa, unakuelekeza na namna ya kuchanganya chakula kwa ajili ya broiler, utapunguza gharama. Kuna safari ya ufugaji, kuna kanuni safi kabisa humo za kuchanganya chakula kwa ajili ya kuku chotara, lakini pia na jinsi ya kuwachoma chanjo. Kwa mfano chanjo ya ndui, ile sindano kinakuelekeza utachoma sehemu gani. Lakini pia tuna tiba za asili humo, utawatibia kuku wako kwa kufuata maelekezo ya hicho kitabu na watapona vizuri kabisa. Wao wanaumwa mafua sugu, wao wanaumwa kideli, magonjwa yote, humo utapewa maelekezo jinsi ya kuwatibia kwa kutumia hicho kitabu. Kuna ufugaji bora wa kuku wa kienyeji. Hichi kitabu kinakuelekeza namna ambavyo unaweza kuwafuga kuku wa kienyeji kwa hatua na kwa manufaa. Wafugaji wengi wa kuku wa kienyeji huwa wanafuga ili mradi wamefuga tu, lakini hichi kitabu kitakuelekeza vizuri kabisa namna ambavyo kuku wa kienyeji inatakiwa wafugwe ili uweze kupata faida. Lakini kuna mwongozo maalum huu wa kutumia tiba za asili. Hichi kitabu ni kizuri sana, kinakuelekeza ni jinsi gani utatumia tiba za asili ili kuwakinga kuku wako. Yaani kina ratiba maalum kabisa. Siku ya kwanza wape hii, siku ya pili wape hii, siku ya tatu, ya nne, ya tano, hivyo hivyo. Hata kama hujui kabisa kuku wanaumwaga magonjwa gani, wanafanyeje, ukiwa na hichi kitabu utaweza kuwakinga kuku wako na magonjwa na utafuga safi kabisa bila ya kupata kadhia ya magonjwa. Hivi vitabu, kila kitabu kimoja kinauzwa shilingi 10,000 na ni soft copy, tunakutumia kwa njia ya WhatsApp. Kwa hiyo ukiwasiliana na sisi tutakutumia hichi kitabu kwa njia ya WhatsApp na wewe utakitoa. Kwa hiyo ukilipia 10,000, muda huo unapata kitabu chako. Hupati muda wa kusubiria hicho kitabu. Kwa hiyo gharama ya kitabu kimoja ni 10,000. Ukitaka vitatu 30,000. Gharama ya kundi ni 8,000. Kwa hiyo kama mfano unataka vitabu viwili na kundi ni 28,000. Namba yetu ya mawasiliano hiyo hapo ambayo mnaiona hapo. Sasa ngoja nikutajie vipimo. Ukiwa na fungu moja la Chinese, ile Chinese ambayo inauzwa kama ya 500 hivi, fungu moja lile pale, kama kutwanga kama hivi unaona ni shida, unaweza ukakatakata au ukablend. Lakini pia majani ya cabbage unakuwa unatoa yale ya nje, au unaweza hata cabbage yenyewe ukaikatakata. Umeona? Kama cabbage ni gharama, basi yale maganda ambayo huwa wanatupatupa unaweza ukayapata maganda kama yale pale, wastani hata maganda 5 hivi. Lakini pia unapata hapa ni aloe vera, utatumia jani moja tu kubwa lile la aloe vera. Umeona? Ukishapata jani la aloe vera moja, maganda ya ndizi unaweza kuyapima kwenye mzani. Yakifika robo kilo, yani gramu 250, hayo yatakufaa kabisa.
utayablend, vyote hivyo utaviblend au utatwanga, utaweka kwenye maji. Sasa kama umetwanga kama hivi mchanganyo wetu ambao unaona hapa mbele yako, unaona yanaweza yasitwangike vizuri, maana ya majani kila tukijitahidi hata sisi hapa kuyatwanga huaga yatwangiki vizuri, lakini ukiblend yanaisha yote vizuri kabisa. Kwa hiyo utakamua kama hivyo, kama vile unafanya unaoshea hivi. Halafu hayo mabaki sasa unayatoa, utayaweka pembeni. Kisha unapowawekea maji yenye huu mchanganyo, unaenda unawekea maji yenye huu mchanganyo, basi utakachokifanya pia na haya majani ambayo umeyaweka pembeni, na yenyewe utawawekea, watakuwa wanakula, wanakuja wanadonoa, wanakula. Manake na huu mchanganyo pia wa majani kuku wanaupenda sana. Kwa hiyo utajaribu kufanya hivyo kwa ajili ya kuku wako, au unaweza ukayaanika. Hayo hapo unayaanika hata kwenye jua kali, unayaanika yakikauka, unakuja unawachanganyia kwenye chakula, japo yanakuwa hayana virutubisho kwa wingi. Kwa hiyo ndio hivyo ambavyo unaweza ukaandaa. Sasa manufaa ya huu mchanganyo, kwanza ni booster zuri sana kwa kuku ambao wanataga kwa kurukaruka. Yani kama kuku wako wanatagaga kwa kurukaruka, ukiwapa huu mchanganyo utakuta karibia kila siku wanataga. Kwa hiyo wanaongeza idadi ya mayai. Huu mchanganyo bwana, kuna mfugaji tulimpa kanuni yetu ya kutaga. Alikuwa kuku wake hawatagi vizuri kabisa. Nadhani alikuwa na kuku 100, alikuwa anaokota mayai kama sio 20. Tukampa kanuni ya chakula, ya kuwatengenezea chakula. Alitengeneza chakula akapanda hadi kuokota mayai 80. Kisha tukampa na hii booster. Baadaye tukaja tukampa na hii booster, alipanda mpaka mayai 95 hivi kwa siku, kati ya 90 hadi 95. Kwa hiyo msaada mkubwa uliongezeka pia alipotumia hii booster. Kwa hiyo itakusaidia. Pili, hii booster ukiwapa mara nyingi inazuia kuku pale anapotaga. Kama mnavyojua kuku anavyotagaga waga anakuwa ameumia eneo la nyuma, anakuwa ameishiwa maji ya kutagia, yani maji ambayo waga anatokaga na yai, yanasababisha anakuwa na maumivu nyuma. Hata kuku wenzake wakishamuona wanaanza wanadonoa mpaka kuku anakufa. Kwa hiyo pia itamsaidia kwa upande huo hapo. Pili, jambo jingine, itamfanya kuku asitage mayai madogo. Kama unakuta kuku wako anataga mayai vinakuwa vidogo sana, basi ukimpa hii booster atakuwa anataga mayai ambayo ni ya size ya kawaida, sio makubwa sana na sio madogo sana. Ikumbukwe pia mayai makubwa sana huwa yanaumiza kuku, yanafanya unaweza kuona kuku amepasuka eneo la nyuma. Basi hiyo ndio booster sahihi kabisa ya kuwapa hawa kuku. Lakini pia kitu kingine cha ziada ni kwamba hii ni booster nzuri pia kwa broiler. Kama unafuga broiler, kwa nyinyi wafugaji wa broiler, hii booster inawafanya broiler chakula kiweze kumeng'enywa vizuri. Kwa hiyo ukimpa grower wale broiler wako, yani broiler huwa tunategemea sana chakula cha grower, halafu ukawa unampa kwenye maji huu mchanganyo ambao nimeutaja hapa, unafanya mmeng'enyo wa chakula ufanyike kwa ufanisi mkubwa. Kwa hiyo ile grower ile itafyozwa vizuri kwenye mwili wa broiler na kuwafanya broiler wawe na mili mipana ndani ya muda mfupi. Kwa hiyo wawe na uzito mkubwa ndani ya muda mfupi. Kwa hiyo ni mchanganyo ambao ninaweza nikasema ni booster nzuri pia kwa broiler. Inawafanya broiler wakue vizuri kabisa. Ndugu zangu, kwa helini, sisi KingoFarm tunawapenda sana. Kama unahitaji huduma zetu, namba yetu ya simu ni hiyo hapo, inaishia 239. Unaweza ukatupigia muda wowote na ukapata majibu. Kama kuungwa kwenye kundi, tutakuunga. Kama kitabu utalipia, tutakutumia muda huo. Asanteni na kwaherini.